Kundi la Wahuthi nchini Yemen linaloungwa mkono na Iran limeshambulia meli mbili za mafuta za Saudi Arabia katika bahari ya Shamu, likidai kuwa meli hizo zilikiuka zuio la baharini lililowekwa dhidi ya Riyadh. Mashambulizi hayo yanaashiria kufunguka kwa mstari mpya wa mapigano katika mgogoro unaoendelea kati ya Marekani na Iran, wakati jeshi la Marekani likikamilisha usiku wa 12 mfululizo wa mashambulizi dhidi ya maeneo ya kijeshi ndani ya Iran. Hatua ya Wahuthi inaweza kuongeza shinikizo kwa Marekani na washirika wake, huku ikitishia njia nyingine muhimu ya usafirishaji wa mafuta duniani, sambamba na mlango wa Hormuz ambao tayari umeathiriwa kwa kiwango kikubwa na mapigano. Wahuthi wamesema walilenga meli mbili za mafuta za Saudi Arabia zilizotambuliwa kwa majina ya Ensilia na Leilia. Kundi hilo limedai kuwa meli hizo zilikiuka zuio la baharini lililotangazwa dhidi ya Saudi Arabia mapema wiki hii. Meli ya Ensilia ilishambuliwa wakati ikisafiri katika bahari ya Shamu, na shambulio hilo likasababisha moto katika sehemu ya mbele ya meli. Shirika la habari la Saudi Arabia SPA limemnukuu afisa wa mamlaka ya usafiri akisema wafanyakazi wote waliokuwemo ndani ya meli hiyo walikuwa salama. Mamlaka zilichukua hatua za kuilinda meli, kuhakikisha usalama wa wafanyakazi wake na kuzuia madhara makubwa kwa mazingira ya baharini. Hakukuwa na taarifa ya mara moja kuhusu ukubwa wa uharibifu wa meli ya pili, Leilia. Mashambulizi hayo yamekuja siku chache baada ya Wahuthi kutangaza zuio la baharini dhidi ya Saudi Arabia. Kundi hilo limesema hatua hiyo ni jibu kwa kile linachokitaja kuwa zuio la Riyadh dhidi ya maeneo ya Yemen yanayodhibitiwa na Wahuthi. Mzozo kuhusu usimamizi wa mlango wa Hormuz ulikuwa miongoni mwa sababu zilizochangia kusambaratika kwa makubaliano ya awali kati ya Washington na Tehran. Iran imekaribia kufunga kabisa mlango wa Hormuz, jambo ambalo tayari limeathiri usafirishaji wa mafuta na gesi kutoka Ghuba. Zuio la Wahuthi katika bahari ya Shamu sasa linaweza kutengeneza sehemu ya pili ya hatari kwa usafirishaji wa mafuta duniani. Meli nyingi za mafuta za Saudi Arabia zimekuwa zikipeleka mizigo katika bandari ya Yanbu upande wa bahari ya Shamu ili kuepuka Hormuz. Lakini ikiwa meli hizo zitashindwa kutoka kuelekea bahari ya Arabia kupitia Bab el-Mandab, zitabaki na njia ya kaskazini kupitia mfereji wa Suez. Njia hiyo inaweza kuongeza muda wa safari, gharama za usafirishaji na hatari za bima. Taarifa za ufuatiliaji wa meli zimeonyesha kuwa meli mbili kubwa za mafuta za China zilikuwa zikielekea Bab el-Mandab. Meli hizo zilikuwa zimebeba jumla mapipa milioni 4 ya mafuta ya Saudi Arabia. Kuwepo kwa meli hizo katika eneo hilo unaonyesha umuhimu wa njia hiyo kwa biashara ya kimataifa, hasa wakati Hormuz ikiwa karibu kutofanya kazi kawaida. Shambulio lolote zaidi katika Bab el-Mandab linaweza kuathiri si Saudi Arabia pekee, bali pia China na mataifa mengine yanayotegemea mafuta kutoka Ghuba. Rais wa Marekani Donald Trump alikuwa tayari ametishia kuwashughulikia Wahuthi kama wangetekeleza mpango wao wa kuzuia bandari za Saudi Arabia. Trump pia alisema Marekani italipiza kisasi kwa kushambulia daraja au mtambo mmoja wa umeme nchini Iran kwa kila shambulio dhidi ya meli katika Hormuz. Kauli hiyo ilirudia tishio lake la muda mrefu la kulenga miundombinu ya Iran ikiwa Tehran itaendelea kutishia usafirishaji wa baharini. Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC limesema lilizuia meli 3 za mafuta kuvuka mlango Hormuz baada ya mashambulizi ya Wahuthi katika bahari ya Shamu. Hatua hiyo imeongeza wasiwasi kuwa Iran na washirika wake wanaratibu shinikizo dhidi ya usafirishaji wa mafuta katika njia mbili tofauti. Ikiwa hali hiyo itaendelea, uwezo wa kusafirisha mafuta kutoka Ghuba kwenda katika masoko ya Asia, Ulaya na maeneo mengine unaweza kupungua zaidi. Wakati mashambulizi ya Wahuthi yakifanyika, jeshi la Marekani lilikamilisha duru nyingine ya mashambulizi dhidi ya Iran kwa usiku wa 12 mfululizo. Kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM imesema mashambulizi hayo yalifanywa kwa maelekezo ya rais. Kwa mujibu wa taarifa yake, operesheni hiyo itaendelea kulenga uwezo wa Iran wa kutishia mabaharia wa kiraia na meli za biashara zinazotumia maji ya eneo hilo. Mashambulizi yalilenga uwezo wa kijeshi wa Iran baharini, maghala ya makombora na drone, vituo vya ufuatiliaji wa pwani na mifumo ya ulinzi wa anga.
CENTCOM pia imesema mwezi huu vikosi vya Marekani vimelenga maeneo mengi ya kijeshi ya Iran nchi kavu na kuanzisha tena zuio la baharini dhidi ya Iran. Jeshi hilo limedai kuwa hadi sasa limeelekeza upya meli 9 za biashara na kuizima moja ili kuzuia meli kuingia au kutoka katika bandari za Iran. Vyombo vya habari vya taifa la Iran vimeripoti kuwa makombora mawili ya Marekani yalipiga Bushehr wakati wa mashambulizi ya usiku. Bushehr ni mji wenye kinu pekee cha nyuklia cha kiraia nchini Iran na umekuwa ukitajwa mara kwa mara kama eneo linaloweza kulengwa na Washington. Taarifa hizo hazikueleza kama kinu cha nyuklia chenyewe kilipigwa au kiwango cha uharibifu uliotokea. Vyombo vya habari vya Iran pia vilidai kuwa Marekani ilishambulia Shalamche karibu na mpaka wa Iran na Iraq na kuwaua watu 2. Iran imesema ilifanya mashambulizi ya drone dhidi ya vituo nchini Kuwait vinavyohifadhi mali za kijeshi za Marekani. IRGC imedai kulenga kituo cha anga cha Ali al-Salem, Camp Dairi na mnara wa mawasiliano. Katika taarifa tofauti, jeshi la kawaida la Iran lilisema lililenga Camp Doha, Ali al-Salem na Camp Arifjan. Madai hayo yaliwasilishwa kupitia televisheni ya taifa ya Iran. Jeshi la Kuwait lilisema mifumo yake ya ulinzi wa anga ilikuwa ikikabiliana na vitisho vya drone za adui. Liliwaeleza wananchi kuwa milipuko iliyosikika ilitokana na mifumo ya ulinzi wa anga iliyokuwa ikizuia mashambulizi hayo. IRGC pia imedai kushambulia na kuharibu vifaa kadhaa vya kijeshi vya Marekani nchini Jordan. Vifaa vinavyotajwa ni pamoja na rada ya mfumo wa ulinzi wa makombora wa THAAD, mfumo wa Patriot, rada ya C-ROM na jengo la kuhifadhi helikopta. Hakukuwa na uthibitisho wa haraka kutoka Marekani kuhusu madai hayo. Jordan imesema ilidungua makombora 4 na drone zilizokuwa zimeelekezwa nchini humo. Ving'ora vya tahadhari vilisikika Bahrain wakati wa mashambulizi yakiendelea katika eneo hilo. Mwandishi wa habari mjini Manama aliripoti kusikia mlipuko baada ya tahadhari kutolewa. Bahrain imekuwa ikilengwa mara kwa mara na Iran kutokana na uwepo wa vituo muhimu vya kijeshi vya Marekani. Mfululizo wa mashambulizi dhidi ya Kuwait, Jordan na Bahrain unaonyesha kuwa Iran bado ina uwezo wa kurusha makombora na drone licha ya madai ya Washington kuwa jeshi la Tehran limeharibiwa kwa kiasi kikubwa. Iran pia imeshambulia vituo muhimu vya kuzalisha umeme na kusafisha maji ya bahari nchini Kuwait. Mashambulizi hayo yamesababisha moto katika baadhi ya maeneo na kuongeza wasiwasi kuhusu usalama wa huduma muhimu kwa raia. Iran imedai pia kupiga vifaa vya Marekani nchini Kuwait, Bahrain na Jordan. Katika hatua nyingine, afisa wa Wizara ya Afya ya Iran amesema watu 53 wameuawa na 592 kujeruhiwa tangu mapigano mapya yaanze mwishoni mwa mwezi uliopita. Taarifa hiyo haikutenganisha raia na wanajeshi. Tangu Marekani na Israel zianzishe vita dhidi ya Iran Februari 28, maelfu ya watu wameripotiwa kuuawa na mamilioni kulazimika kuhama makazi yao. Kwa upande wa Marekani, wanajeshi 18 wameuawa na zaidi ya 450 kujeruhiwa. Trump alihudhuria hafla katika kituo cha anga cha Dover, Delaware kwa ajili ya kupokea miili ya wanajeshi 4 wa Marekani waliouawa katika mashambulizi ya Iran. 3 waliuawa Jordan na 1 Iraq.